Peaches, hebu unapoangalia dirisha la kusajili limefungwa, timu gani ambayo unaona imefanya vizuri katika usajili? Kwanza kabisa Kenneth, shukran sana kwa fursa ya kuzungumza na gwiji. Napendeza sana, najua una furaha tena sana. Kufikia dirisha la uhamisho msimu huu, nadhani kwamba timu ya Chelsea ndio imefanya vizuri sana, labda ikifuatwa na Everton alafu Aston Villa, kwa sababu ni baadhi ya timu ambazo ndio zimetumia hela, na hizi hela wametumia kuwapata wachezaji ambao labda msimu jana walikuwa kona tabu kwenye sehemu fulani. Ukizingatia labda Chelsea walikuwa kwenye ile safu ya kushambulia, hakuwa na makali vile, kwa hivyo ikawabidi wamlete ule Kai Havertz, wamlete ule Timo Werner, Hakim Ziyech. Alafu pia kwa sababu hapa nyuma pia kwenye mlinda lango alikuwa wanasuasua, imebidi pia wamlete ule Mendy kutoka Rennes, kujaribu tu kuhakikisha kwamba angalau timu iko imara kidogo. Kwa hivyo nadhani kwamba Chelsea, japo hadi kwa sasa hatujaona ile kila mchezaji, hatujaona umahiri wa baadhi ya wachezaji, ina maana ni baadhi ya timu ambazo zimetumia hela kuwapata wachezaji wazuri. Ni muda tu tutaona kama Chelsea wataonyesha makali yao. Ukizingatia labda hii timu ya Everton chini ya kocha Carlo Ancelotti, wanafanya vizuri sana katika dirisha ya uhamisho. Jana wakamchukua ule Ben Godfrey, mchezaji mzuri sana akichezea Norwich msimu jana. Na Kenneth, huu ni mchezaji ambaye pia ni mchanga, na kiasi cha kwamba kwenye tetesi za dirisha la uhamisho Juventus walikuwa inasemekana wanamtaka. Ina maana kuna uwezo sana, na ni uwezo ambao umeyavutia macho ya hadi timu kubwa kutoka ligi zingine kama vile Serie A. Na nadhani Ben Godfrey, ukizingatia kwamba Everton kwenye mechi zake za kwanza amesakata mechi 4, piga ushindi wa aina yake, hadi kwa sasa anaongoza jedwali, na ni kwa ile input ya wachezaji kama James Rodriguez, kuna Dakore na kuna Alan kutoka Napoli. Sasa iwapo watampata pia defender mzuri, inamaanisha yani hii timu itakuwa unstoppable, na nawahurumia sana Liverpool. Tukirejea wiki ijayo, nawahurumia sana. Alafu pale kwenye goalkeeper unapata kwamba ule Pickford anasuasua wakati mwingine, labda ni ile kwa sababu hakuna competition pale kwenye bench, na sasa wamemchukua ule Olsen kutoka ule kipa wa Sweden, na ni kipa mwenye uzoefu na ana ujuzi pia, kumaanisha kwamba akija pale ataleta pia ile rotation kumsaidia Carlo Ancelotti wakati anataka kufanya ile rotation kwenye kikosi, kwa sababu yuko anacheza Carabao, yuko anacheza FA na yuko anacheza kwenye Premier. Sasa inakuwa kwamba akibadilisha kikosi ana uwezo wa kuwahi taji la Carabao, ana uwezo wa kuwahi taji la FA na pia kumaliza katika nafasi nzuri kwenye Premier. Majirani Man City, mwanzo wa ligi wameonekana si Man City tena. Wengine wamesema labda Arteta ndiye alikuwa shina la timu hii, na labda Da Silva kukosekana katika klabu hii imeleta matatizo mengi. Usajili wamefanya, wachezaji wapo. Je, kuna yoyote matumaini kwamba Man City wanaweza funga lile pengo lilokuwepo msimu uliopita, ama pengo kati ya Man City na tuseme Everton ama Liverpool atakayekuwa kule juu itakuwa ni pengo kubwa? Nadhani msimu huu utakuwa msimu wa aina yake sana, na msimu wa kwa sababu kwamba ukizingatia ligi haitujakaa sana tangia ligi ya msimu jana ikamilike. Kwa hivyo hakuna ile nafasi, hata ukiwaleta wachezaji wapya, hakuna ile nafasi ya wewe kuwapatia ile filosofia, kuwaambia unataka mambo yafanyike kivipi. Na ukizingatia kwamba mechi ya juzi ambao mechi ya wiki jana Man City akicheza dhidi ya Leeds, tuseme tu Leeds ni wazuri, na Leeds wana mfumo ambao pia wa mchezo unaenda kufanana, si utofautiani sana na Man City, lakini wanaifanya inakuwa bora zaidi na wakatamba. Lakini kijana akipigwa na Leicester mabao 5-1, tuliweza kuona kwamba ule Kevin De Bruyne hachezeshi kwenye nafasi ambayo inamfaa, kumaanisha kwamba msimu jana pia ukiwa na KDB, tunapenda sana kumuita KDB, akicheza na David Silva, akili maarifa ni aina yake. Na unajua kawaida tu hata Waswahili husema Waingereza husema two heads are better than one, ndio sijui kwa Kiswahili tusemeaje, vichwa viwili ni bora zaidi ya lakini ni kimoja ama mmoja kimoja, tuseme mmoja yani hapo ni mazungumzo sana ya Waswahili, watakwambia unajua kichwa ni ya mtu. Lakini tukirejea kwenye mambo usajili Kenneth, nahisi kwamba Man City bado wamempata ule Nathan Ake pale nyuma kujaribu kutengeneza ile defense ama ile safu ya ulinzi, lakini ukipata pale kwenye Benjamin Mendy, hapo bado kuna shimo. Ndio maana wamemnunua huyu Ruben Dias kutoka Benfica,
lakini itawachukua labda mechi 2 ama 3 ndio kupata ile rhythm ya msimu wa mwaka 2020-2021. Na nawahurumia pia kwa sana, kwa sababu watapatana na timu ambayo iko na wachezaji wa kiwango cha juu sana, lakini ile filosofia ya kocha inafanya kazi, na ni timu ambayo iko kwenye safari ya kujiunda upya. Timu ya Arsenali hawana wachezaji ambao labda utasema ati ni wachezaji ambao waliwagharimu pesa nyingi sana, lakini ile filosofia ya kocha na kwamba wana imani. Unajua hakuna kitu kizuri kama wakati mchezaji anamwamini kocha kiasi cha kwamba chochote anafanya unaona ni kama yani hiki ni kitu kimeandikwa kwenye kitabu, lazima tufanye. Nimependa umetaja kwamba Mikel Arteta wakati alikuwa pale Manchester City, mchango wake unaonekana ulikuwa mkubwa sana, na pia kwenye ile kuhold ama kufanya ile dressing room ikae vizuri. Tunaona hadi kwa sasa Pep Guardiola anasuasua, na yeye huenda labda itamlemea msimu huu, na ikimlemea sidhani atakuwa pazuri, hasa ukizingatia Manchester City ni timu ambayo inajaribu kutafuta ufanisi katika hii karne 21. Ni timu ambayo haina historia na wanataka kuunda historia wakati. Umetaja Arsenal, Thomas Partey. Arsenal wamesema Partey after Partey. No Thomas, no Partey. Umahiri wa Partey katika Arsenali, uwezo wake, uzoefu wake katika mpira. Arsenali ni timu ambayo siku nyingi wamesema defense imeoza, attacking iko very sharp, midfield iko hapo hapo tu. Saa hizo wanasema defense iko vizuri, attacking inashambulia, lakini midfield Thomas anapoingia anaweza leta mabadiliko yoyote, labda Ozil tuliyokuwa tunamuona kabla, Ozil aliyechoka sasa wanavyosema wenyewe. Nadhani kwamba mimi si shabiki Arsenal, lakini kama kuna kitu ambacho hata nilikuwa nawaambia mashabiki, nawaambia kama kuna saini ambayo Arsenal kwenye labda misimu 2-3 ambao wamefanya saini ya maana, ni saini ya kumpata Thomas Partey. Kuna wengi wanasema kwa nini basi tumnunue huyu Thomas Partey na tuko na Lucas Torreira? Kwa nini tubadilishane? Huyu Torreira pia si ana uwezo wa kusaidia kwenye defense. Nikwambia hapana, huyu Thomas Partey ana uwezo wa kucheza nambari 6. Yeye anaweza kucheza ile position tunasema holding midfielder, acheze namba 6, acheze namba 8. Na pia ukiangalia mchezo wake akicheza timu ya taifa ya Ghana, utapata kwamba pia ana uwezo wa kucheza katika ile nambari 10 ama akivalia ile jezi nambari 10. Mwanche ni mchezaji mwenye uwezo sana, na wanasema kwamba is a versatile midfield player. Wanisha kwamba ataisaidia sana Arsenali, na inampa pia Mikel Arteta uhuru wa kubadilisha formation, kwa sababu kuna mchezaji ambaye anaweza ingia kwenye mfumo wowote kwa sasa. Ni mchezaji ambaye pia atawafanya wachezaji akianza pale Atletico alikuwa labda ni defensive sana, lakini kadri tu alizoea labda alienda hadhi yake iliweza kupanda pale akiwa Atletico. Tunapata kwamba pia ni mchezaji ambaye anaweza pia kufanya zile runs, kuingia kwenye kijisanduku, na anaweza pia kufunga, anaweza kupiga pile mikiki ya mbalimbali, na ni baadhi ya vitu ambazo Arsenali wamekuwa kikosa kwa sana. Ile safu ya kiungo cha kati, nadhani kwamba Thomas Partey ana uwezo wa kuibadilisha sana, na Arsenali hapa huyu labda kosa kubwa ni kwamba labda huyu Thomas Partey afanye kazi, wengine wakose kufanya kazi, kwa sababu baadhi ya mambo ambayo matukio ambayo yanaifanya Arsenali kila siku ifanye vizuri ni kwamba kuna kuja mchezaji mmoja anatamba, lakini unapata kwamba wale wengine ambao walikuwa wanatamba awali wanashusha mechi, wanashusha mchezo wao. Unapata huyu mchezaji mmoja ametwikwa jukumu la kuibeba ile timu yote. Mwangalie Pierre-Emerick Aubameyang, unapata kwamba ametwikwa jukumu la kufanya kila kitu, na inafika mahali inamlemea. Iwapo Thomas Partey utamjumuisha pamoja na wachezaji kama Dani Ceballos, mchezaji Pierre-Emerick Aubameyang uombe afanye vizuri, arejee kwenye mchezo wake mzuri, pale nyuma ukue na Tierney, nani mwingine, Bukayo Saka, nadhani Arsenal itakuwa kikosi kizuri sana, hasa cha kumaliza katika nafasi 4 bora, na labda kuwa ile tiketi ya kushiriki klabu bingwa msimu ujao. Peter, tumeshuhudia mabao 7, bingwa mtetezi kachapwa mabao ya wiki nzima, Jumatatu hadi Jumapili. Aston Villa ni klabu ambayo iliponea chupu msimu uliopita na pointi 1 tu ikasalia kwenye ligi. Inapoanza kumtandika bingwa mtetezi mabao 7 na kikosi chake kilivyo sasa, ni moto wa kuotea mbali ama ni moto wa makaratasi tu? Nadhani kwamba baadhi ya matukio ambayo tunashuhudia ni ina maana kwamba baadhi hizi timu ndogo pia zimepata nafasi ya kujiunda sana, kwa sababu ukizingatia Aston Villa
ni timu ambayo haijashiriki labda mechi sana, kwa sababu isipokuwa tu wakati walikuwa waking'ang'ana kusalia kwenye ligi, ni timu ambayo imekuwa na muda mrefu sana wa kujiunda. Na vizuri ni kwamba pia ile bodi ya Aston Villa baada ya kushuhudia msimu jana, kumbuka hii ni timu ambayo imeshushwa mara moja tu kwenye ligi ya Premier, na ile kushushwa iliwafanya wawezi tamani sana kurudi kwenye ile ligi ya daraja la pili. Msimu huu bodi imeamua itatoa pesa. Unamtaka nani? Ben Chirese, mchukue. Ross Barkley kwenye mkopo akuje kutoka Chelsea asaidie ile timu. Oli Watkins ni mchezaji mzuri sana, hasa msimu jana akichezea Brentford, na alikuwa pale wanang'ang'ania na Mitrovic kuwahi zile inaitwa Golden Boot kwenye Championship. Alikuwa mchezaji mzuri sana. Kwenye mechi ya Liverpool walifanya kitu ambacho nadhani timu nyingi sana zitafanya dhidi ya Liverpool. Liverpool kwa sasa, Jurgen Klopp ni kocha ambaye watu wamesoma mfumo wake, wanajua namtumia nani. Sana Liverpool ukiwazingatia ni timu ambayo inawatumia wale left back na right back, ule Andy Robertson na Alexander Trent wanafanya zile run sana, kwa hivyo unawavuta, alafu ile shimo ambao wanawacha wewe ndio uko na mchezaji mwenye kasi ambaye ana uwezo wa kukimbia kwenye hiyo space na kutumia nafasi ambayo imeachwa na mabeki. Zingatia mechi ya kwanza dhidi ya Leeds. Kama kuna kocha ambaye alifuatilia hiyo mechi ambaye ni kocha wa timu ya ligi ya Premier, basi atapata zile pointers za kutumia dhidi ya Liverpool, kwa sababu Leeds walituonyesha ile weakness ya Liverpool ama ule udhaifu wa Liverpool hapo kwenye shimo za Alexander Trent na Andy Robertson. Na iwapo watapata pia na timu nyingine yenye kasi kama Everton, basi nadhani hapa pia atapata mabao. Asipojipanga vizuri atapata mabao. Alisson Becker yuko na jeraha. Huyu Andre Gomez ni goalkeeper ambaye hajapata ile confidence, kwa sababu kila mara akipewa nafasi pale kwenye Liverpool wanapoteza, na wanapoteza kwa njia ambayo labda ile coordination pia defense line haipo. Zingatia huyu Gomez kwenye defense yao na Virgil van Dijk. Wakati Van Dijk anaenda kupiga zile header, unapata kwamba huyu Gomez hana uwezo wa kumshikilia ama kushikilia nafasi ile ya Van Dijk ambayo imeachwa na Van Dijk na pia nafasi yake. Kwa hivyo tunashuhudia tu, unajua zile weakness hatukuziona msimu jana, lakini sasa hivi tunapata kuziona na kujua ni wapi Liverpool unaweza kuwapiga ama ni wapi unaweza kutumia nafasi gani kuweza kutamba dhidi ya Liverpool. Labda kitu ambacho kitawasaidia Kenneth ni kwamba Liverpool huyu Thiago Alcantara akiweza kurejea kwenye mechi, atawapatia ile depth ama ule uzito pale kwenye katikati ya mduara, kuhakikisha kwamba iwapo Andy Robertson na Trent hawatapata nafasi ama pia watasalia sana kujaribu kukaba washambulizi wa timu zingine, basi huyu Alcantara atatumika sana kusaidia Liverpool katika ushambulizi. Lakini ni msimu wa aina yake. Sheffield United walikuwa na mchezo mzuri sana msimu uliopita, walicheza vizuri sana kutumia formation yao japo inasemekana ni formation ya kufunga nyuma tena kuattack. Mechi 4 zikamilika, wana bao moja tu, hawana alama yoyote. Nini kimefanyika na Sheffield United? Kumbuka huyu Sheffield alikuwa anacheza vizuri sana, lakini baada ya mechi ama ligi kusitishwa kwa muda tukarejea. Huyu Sheffield hakuwa ule Sheffield wa msimu wakati ulikuwa unaanza, alikuwa Sheffield tofauti sana. Kweli. Na bahati ni kwamba alikuwa na wachezaji kama Dean Henderson wakati ule akiwa anaichezea kwa mkopo, lakini kwa sasa msimu huu unapata kwamba wamefanya mabadiliko. Wamechukua ule keeper Ramsdale kutoka Bournemouth kuja zibe ile nafasi ambayo iliachwa na Dean Henderson. Mshambulizi wao Mark Goldrich alikuwa pia kwenye jeraha, kwa hivyo mechi za kwanza hakuweza kucheza, alikuwa anawekwa kwenye bench. Unapata kwamba ni baadhi ya mambo ambayo yamechangia kwa Sheffield kutopata ushindi. Hii Sheffield pia ukizingatia kuna ile hakuna msukumo kwa sana, na sana hufanyika iwapo timu haijafanya ile inaitwa signing za maana, ama zile mtaani wanapenda kusema hatujafanya signing za maana. Lakini Sheffield ni baadhi ya timu ambao pia hazijaweza kujikakamua. Zingatia kama Wolves na Sheffield msimu jana walikuwa hapa kwa hapa wanakimbizana. Lakini iweje Wolves wanaenda kwenye soko, wanatumia hela kuwanunua wachezaji ambao wataziba baadhi ya mapengo ambayo yameachwa na wachezaji ambao labda wamenunuliwa na timu kama Liverpool. Lakini Sheffield katika ile dirisha la uhamisho hawajakuwa very busy, hawajafanya usajili ambao utawasaidia. Nadhani ni baadhi ya mambo ambayo hata juzi nilikuwa naambia watu huyu kocha wao huenda akawa ni baadhi ya makocha ambao watafukuzwa mapema sana. Unazungumzia makocha kufukuzwa. Ole Solskjaer baada ya kumeza 6 atapona?
Ni muda tu. Nadhani kwa sasa mazungumzo mitandaoni, watu wanasema kwamba Mauricio Pochettino, Manchester United wanazungumza naye kumwambia iweje sasa bana, umepumzika sana, rejea sasa utusaidie angalau kunoa makali yetu. Nadhani Ole Gunnar ni kocha ambaye hajafika hadhi ya kuiongoza Manchester United. Najua mashabiki wa Manchester watasema wewe unasemaje hivyo? Mimi ni shabiki wa Manchester na ni dhahiri shairi kwamba kwenye mechi, hasa ukizingatia kutoka tu Manchester United isakate dhidi ya Chelsea kwenye nusu finali ya FA msimu jana, dhidi ya Sevilla kwenye nusu finali ya Europa, na hadi sasa msimu huu hii Manchester imekuwa ni Manchester ambao ukiangalia ule uongozi ama ule kocha hana maarifa ya kubadilisha kikosi ama ya kubadilisha mfumo iwapo amejipata kwenye upande ambao labda hakutarajia. Kwa mfano tu tuseme Manchester dhidi ya Tottenham, kadi nyekundu dakika 20 na nani ametoka? Ni mshambulizi. Kwa nini basi upigwe mabao 6? Ndio uko na kadi, uko na wachezaji 10, lakini mabao 6 kivipi? Na wakati kadi ilikuwa inatoka ulikuwa na mabao mawili, hata ilikuwa mabao 2-1. Fanya hivi, kama uko na wachezaji 10, nadhani kocha mwenye maarifa na kocha ambaye labda anataka kupata matokeo mazuri kadri hata bila kuzingatia labda matukio kama kadi nyekundu, kufanya mabadiliko ambayo yanafaa kikosi wakati ule. Kwa mfano, iwapo mimi ningekuwa kocha wa Manchester United, wakati ule unamleta mchezaji kama Van de Beek ambaye anaweza kuhold mpira kidogo, unabadilisha ile midfield, unahakikisha kwamba midfield umeweka wachezaji ambao wako na uwezo wa kukaa na mpira kwa sana. Kwa hiyo unasema kwamba huyu Tottenham amenipiga bao 2, si eti kwamba amecheza vizuri, amepiga ile tunasema mashambulizi ya kushtukiza tu, ile counter attack. Na iwapo amepata mabao 2 na mimi niko na kadi nyekundu, basi nitulie, hata mimi nishtukize tu kidogo nione kama nitapata ya kusawazisha, ama ufunge kabisa, asifunge lingine, sio? Ndio hivyo, iishe 2-1, lakini mabao 6-1 kwa timu kama Manchester United, Ole Gunnar hadi kwa sasa mimi sidhani ni kocha ambaye ana uwezo. Zingatia labda pia sajili, ameshindwa kusukuma kupata wachezaji ambao wanafaa, kwa sababu mimi nahisi kwamba Manchester United sio timu ambao kwa sasa katika dirisha la uhamisho inafaa kuzungumza kuhusu kumnunua mshambulizi. Ashambulie mpira uko wapi? Kuja kwenye midfield, kuja kwenye defense. Kwa sababu huwezi shambulia tu, lazima ukuwe na wachezaji ambao wako na uwezo wa kukaa na mpira, ukuwe na mabeki ambao pia wako na akili, wako na maarifa ya kujua jinsi ya kucheza. Ile agency pia kukuwe na ile competition ama ushindani kwenye kikosi, kwamba huyu Harry Maguire japo nahodha, iwapo anasuasua uko na mchezaji ambaye anaweza ingia na kubadilisha mechi. Ole Gunnar hayo maarifa hana. Haya, tumalizie. Unaona nani anafukuzwa kwa hii ligi? Ni kama wengine wanasema ligi, kuna baadhi wanaonyesha dalili watafukuzwa, Fulham ikiwa mmoja wao. Nadhani kwa kifupi tu. Kwa kifupi nadhani kwamba Fulham ndio anakaa ni kama huenda atarejea alipotoka, lakini zingatia kwamba amechukua Ruben Loftus-Cheek kwa mkopo. Amefanya katika zile saini 12, utapata saini 2 za jana. Fulham alijaribu kuchukua wachezaji. Huyu West Brom Albion, timu ambayo kila siku yani naiombea sana irudi huko, tunasema nyasini, waende huko daraja la pili msimu huu, kwa sababu ukipata ile promotion, hasa kwamba wewe hujakaa huko chini kwa misimu 3 hivi 4, kama umeenda huko chini kwenye championship umepiga msimu mmoja umerejea 2, jipange sawa sawa. Ukirejea kama Leeds, ukirejea kwenye ligi ya Premier, basi uhakikishe kwamba angalau hujarejeshwa huko chini. Nadhani kwamba Fulham, West Brom, labda huyu Sheffield asipojichunga pia na Burnley watangangania hizo nafasi, kwa sababu pia Burnley amesuasua sana. Umezungumzia kuhusu Leeds, ni kama wamenunua timu nyingine mpya, wachezaji 11. Ana mchezo hawa bana. Hawa yani mashabiki wao pia ni wanasema ni demanding sana. Na ndio walifanya vizuri kwenye ligi ya daraja la pili, lakini wakafanya ile inaitwa unajipanga, kwa sababu huenda Kenneth alinisaidia kwenye ligi ya daraja la pili na akapachika mabao, lakini je, ako na uwezo wa kunisaidia kwenye ligi ya Premier? Siko sawa, sijui kama yuko sawa. Kwa hivyo acha nichukue pinches, akuje tu hapa tu nguvu mpya tu. Iwapo Kenneth atalemewa, basi namleta pinches jaribu kubadilisha mechi. Ndio ukapata kwamba wako na mshambulizi mzuri sana Patrick Bamford, ako na maarifa, ako na uwezo wa kujua kwamba hii ndio nafasi nafaa niingie nipewe mpira na mchezaji labda kama Dallas,
lakini wakaenda wakachukua Rodrigo, mchezaji mzuri sana. Iwapo Bamford atalemewa, basi namleta Rodrigo. Sasa hii wamemchukua huyu Rafinha, pia ni mchezaji pia mzuri, ana uwezo wa kubadilisha sana katika ile safu ama ile kiungo cha kati. Nadhani Leeds ni timu ambayo iko na kocha mzuri na anafahamu mengi kuhusu, ni kocha ambaye pia makocha wengi ambao wanatamba kwa saa hii akina Pep Guardiola, Pochettino wanamwenzi sana. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri kuona Leeds ikisalia, na si kusalia tu, nadhani itakuwa ni vizuri kuona Leeds ikingangania zile nafasi labda 6 bora ama hata 8. Yani itanipendeza sana kuwaona hapo katika kileleni mwa jedwali. Na tusishtuke kama wanaweza maliza juu. Everton, kwa kifupi zaidi, Everton kuna mwaka walianza mbio hivyo na wakamaliza kileleni. Leicester City waliai kuja na mbio kama hizo na wakatoa kombe. Mbio zao zitapigwa jeki ama zinaweza wapa kombe tena? Nadhani Everton ni baadhi ya timu ambazo tusiseme eti unajua tunasema kwamba tukifikia Disemba kila mtu atakuwa amerudi mahali anafaa. Kama wewe ni mtu wa namba 8, 12 utakuwa mahali pako. Lakini nadhani Everton ni timu ambayo ukizingatia kwamba wako na kocha pia mwenye uzoefu, Carlo Ancelotti, kocha ambaye pia wachezaji wengi sana wanataka kumchezea, ni kocha mwenye labda wewe ukiwa mchezaji unataka kusema bana, huyu kocha ananiamini, kwa hivyo lazima nilipe ile imani yake. Ndio maana anawachukua pia wachezaji ambao wanamuelewa sana, wachezaji ambao pia anawafahamu pia kwa sana. Nadhani Everton atasalia hapa tu kwenye top 6. Haendi mbali huyu. Lazima atasumbua. Zingatia pia jana sajili ambazo wamefanya ni za kuhakikisha kwamba kama Premier isikue ngumu kwao, kwa sababu tulikuwa tunasema huyu Everton iwapo James Rodriguez ataumia basi kweje, Pickford akiumia kweje. Na wakati anacheza Carabao atawatumia, lakini unapata kwamba amefanya sajili, amemuuza mtu ambaye anakula pesa sana na aleti matokeo, amemleta mtu ambaye ana uwezo. Moiskin, wewe enda huko kwa mkopo, Theo Walcott mkopo, hizi pesa tuchukue tununue mtu ambaye ana uwezo wa kutusaidia kuwania taji la Carabao, FA na pia kumaliza katika nafasi bora kwenye Premier. Everton atasalia hapo. Huyu atasalia. Peter, asante sana. Nitakutafuta muda ambao ni wa uchambuzi wa spoti kweli. Hata Manchester City hii hatujaridhika na utendakazi wake, unastahili utupe mawaida mengi zaidi. Anashukuru sana Kenneth, itanipendeza sana wakati tutafanya uchambuzi tena Arsenal angalau amepoteza mechi, kwa sababu nitakuwa na maarifa, nitakuwa na maneno mengi sana, lakini ndio hivyo sana.